Kutokea kusini mwa Tanzania, hapa ni Makambako, Njombe, Tanzania. Kipindi ni The Voice na hii ni Trust Media behind the MS. Mimi naitwa Simike Nyagawa, lakini siko peke yangu, behind the camera yuko Joe pamoja na mdundo wa Mike. Karibu kutazama pamoja na kusikiliza. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii, YouTube, Instagram, Facebook pamoja na Twitter ambao kwa sasa ni X, lakini zamani kulifahamika kama Twitter. Leo ni siku nyingine tena ambayo tupo kwenye exclusive interview. Nimekutana na mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye nitakuwa naye hapa. Tutakwenda kuzungumza yale mengi, na katika yale ambayo natamani kuyajua, yapo mengi zaidi ambayo ukufikiria, lakini leo pia utakwenda kuyajua. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amina. Tukufahamu pengine kwa ufupi, majina yako, unaitwa nani na wewe unafanya kitu gani, pengine unakutazama uweze kufahamu? Mimi kwanza kwa jina langu naitwa Yusta Sanga. Napatikana Makambako, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay, anaitwa Yusta Sanga kama ulivyomsikia, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Atukumbushe au tufanyie kitu ambacho watu ambao pengine ni mara yao ya kwanza kusikia Yusta Sanga wajue Yusta Sanga ni nani. Yusta Sanga ni yule ambaye aliimba wimbo ambao ni wa Kiruga, wa Kikinga, ndo ambao watu wengi wanakufahamu, ambao unaitwa Ukini Wakwe. Ukini wakwe ventwa, ukini wakwe vempeli, ukini wakwe ventwa, vimbombi vasinusioni. Watu wengi ndo wananifahamu kwa hilo, kwa kupitia huu wimbo. Tukumbushe kidogo, unajua umetuacha njia panda. Yaani tafsiri kidogo tu, umetuacha njia panda. Kwa kweli nimeacha njia panda kwa sababu huu wimbo nimeimba kwa Kiruga, ni lugha ya Makete, ni lugha ya Kikinga Kama nilivyokuambia hapo awali, mimi naitwa Yusta Sanga, kwa mimi ni Mkinga. Umeelewa? Kwa hiyo niliona ni vyema niimbe huu wimbo kwa ajili ya kunitambulisha mimi kama mimi nimetoka Makete, ni mwenyeji wa Njombe. Wanasemaga ubunifu wa tofauti kama huo ndio huo unawafanya watu wengine kujulikana au kuto kujulikana. Kwako wewe ilikuwaje baada ya kufanya kitu cha tofauti ambacho hakijazoreka kufanywa na watu wengi halafu watu wakakufahamu? Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu ni wimbo ambao watu wengi wanaupenda. Kwa vile ambavyo nimeuimba huu wimbo, hata Wakinga wanaenjoy sana. Maana yake huu hapa ni kama specialist kwa watu wa Makete tu, kwa sababu watu wengine lugha haipandi. Ni kweli lugha haipandi, lakini mimi kwa mtazamo wangu nimeona una mwitikio, kwa sababu mtu haelewi lugha lakini anaupenda tu vile jinsi nilivyouimba. Okay, turudi nyuma kidogo. Sisi safari yetu ya muziki tulianzia wapi na tulijuaje kama tuna kipaji na tuna uwezo wa kuimba muziki? Kwa kweli mimi muziki nimeanza nikiwa Mbeya pale, na ili nigundue kwamba nina kipaji cha kuimba, kuna mtu ambaye nilikuwa niko jirani naye. Ndiye aliyegundua kwamba mimi ni mwimbaji, na alifanya juu chini akanielekeza kwamba wewe una sauti ya kuimba, hebu fanya mazoezi. Kweli nikafanya mazoezi nikaweza. Na mpaka sasa tuna nyimbo ngapi? Mpaka sasa hivi nina nyimbo 10. 10. Wimbo wetu wa 10 au wa mwisho kuachia kati ya hizi 10 unaitwaje? Unaitwa Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Tofauti iko wapi kati ya Neema ya Mungu na ule wa kwanza ambao tuliachia wa Kiruga ambao ulifanya watu wakakufahamu? Tofauti ipo kwa sababu ule pale ni wa Kiruga, huu hapa ni wa Kiswahili. Mapokeo ya watu? Mapokeo ya watu kwa sababu huu hapa Neema ya Mungu ni mpya kabisa. Naweza nikasema toka nilivyouachia una siku 3. Ni kazi ambayo iko jikoni juzi tu. Una siku 3 tu. Na hizi siku 3 ulivyoangalia watu wamepokea vipi? Maana unaweza kaachia kitu siku moja afu wapokea kama makubwa. Kwa kweli namshukuru Mungu, mapokeo sio mabaya sana na sio mazuri sana, lakini najua kwa sababu bado ni mapema. Bado naendelea kusukuma, kwa hiyo mimi naamini kwamba kila kitu kitakaa sawa. Lakini ndugu yetu unasoma sana Biblia, set? Kiasi chake. Nisiseme sio sana. Okay, labda nikumbushe kitu kidogo. Hivi na mfano ukafika sehemu au ukafika jirani na nyumba ibada, ukasikia story ya Mfalme Suleiman, wewe unaelewa nini? Au ukasikia tu tunasema Suleiman, wewe unaelewa nini kuhusu Mfalme Suleiman? Ninachokielewa mimi kwa Mfalme Suleiman, Mfalme Suleiman kwanza alikuwa na hekima. Alikuwa na hekima, ndicho ninachokijua.
Na kinachokujia kichwani hamna? Kwa sasa sina kumbukumbu vizuri. Sawa. Anaelewa kuhusu Mfalme Suleiman ni hekima tu alizokuwa nazo. Hicho ndio hicho. Kwa kama kuna kitu kingine unaelewa, hicho kitakuwa ni cha kwako wewe. Ndugu yetu mwimbaji wa nyimbo za Injili, yeye anaelewa tu kuhusu hekima za Suleiman. Sawa. Twende mbele kidogo. Imekuwa ni ngumu sana muziki wa Injili kumuona mwimbaji wa nyimbo za Injili akikaa muda mrefu sana kwenye form. Mara nyingi sana amekuwa wakienda na kuflop, wanaenda na kuflop. Umejiandaa vipi kwa kipindi ambacho utaenda juu na kwenye kipindi ambacho utashuka chini kwenye muziki? Kwa kweli mimi naomba Mungu tu anisaidie, kwa sababu mimi ninachokijua ni kwamba kupanda na kushuka yote yapo. Yote yapo. Kwa hiyo inatakiwa mtu ukiwa tayari kwa chochote ambacho kitatokea. Lakini mimi namwamini Mungu kwamba kama Mungu ataruhusu nishuke, ni Mungu atakuwa ameruhusu, lakini sidhani kitu kama hicho. Biblia ina vitabu vingapi? Unaniuliza swali gumu. Sawa. Bwana, ndio ipo hivyo kwamba anajiandaa katika kipindi ambacho ataenda viral na kipindi ambacho atashuka. Yeye anamuomba zaidi Mungu kwamba inawezekana awe mvumilivu. Kwa mujibu wa yeye mwimbaji wa nyimbo za Injili, sio mimi. Behind the MS, mimi naitwa Simike Nyagawa, behind the camera yuko Joe pamoja na mdundo wa mic. Tuko hapa mpaka pale ambapo tutakwambia tamati. Usisahau hii ni Trust Media ikikutangazia moja kwa moja kutoka Makambako, Njombe, Tanzania. Tukirudi kwako tutaka tufahamu kitu kimoja. Tuko chini ya huduma ya mchungaji nani? Mchungaji wangu kwanza nafahamu mwinjilisti, kwa sababu mchungaji wangu bado ni mgeni. Kwa hiyo naomba tu nimtaje mwinjilisti wangu ambaye ananilea muda mrefu. Anaitwa Mama Chongolo pale Kipagamo. Kanisa gani? Lutheran. Lutheran. Hivi nikisikia KKT kirefu chake ni nini? KKT ni kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania. Sawa. Ulishawahi kupita sehemu yoyote ukasikia nyimbo zako zinapigwa alafu yani kama sio mtaani basi ni kwenye mtandao wa kijamii ukaona mtu kaposti nyimbo zako zinapigwa au kaedit namna fulani hivi jinsi ulivyoimba wewe afu na kule jinsi ninavyoimba ikawa tofauti au kubadilishiwa maneno, sina kuepo hiyo siku hizi mara nyingi? Ushawahi kupita sehemu kaona hiyo? Kubadilishiwa mimi sijaona. Yaani kama mtu anafanya recover fulani hivi, wewe ulipiga beat fulani akachukua tu beat yako yeye akabadilishia tu baadhi ya verse ambazo umeimba wewe na yeye akabadilishia kaimba verse zake. Sasa huwa inatokea kama ni gospel mtu anaimba bongo flava na inakaa vizuri tu. Ushaikutana? Kwa kweli mimi kwenye nyimbo zangu sijaona hicho kitu. Sijaona. Lakini muziki wa Injili haulipi. Tutegemea siku moja kukuona ukiimba bongo flava? Hapana. Siwezi kuimba bongo flava. Hivi tofauti ya muziki wa Injili na muziki wa bongo flava ni ipi pengine? Ni maneno. Mimi najua muziki ni ule ule lakini kasoro ujumbe. Si hata kwenye muziki mingine nayo hii na ujumbe. Ni sahihi kwa sababu wa bongo flava wanafikisha ndio ujumbe kwa jamii. Hata mwimbaji wa nyimbo za Injili anafikisha ujumbe kwa jamii, lakini utofauti wake ni ule ujumbe. Kwa mfano mimi nimeimba neema ya Mungu. Sidhani kama wa bongo flava naweza kaimba hicho kitu. Hivi unatuma sana message? Kiasi chake. Hivi ukifungua simu yako pale sehemu ya SMS kuna neno limeandikwa SMS. Si unalionaga? Naonaga. Kirefu chake Message. Utanifanisha namba ninazotamka? Utanifatisha namba ninazotamka? Sawa. 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10. Unaruka namba ngapi? 2. Sawa. Hii ni Trust Media, jina langu mimi ni Simike Nyagawa, behind the MS, behind the camera yuko Joe pamoja na mdundo wa mic, ndo watu ambao wapo nyuma ya kamera kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa, tuweze kuonekana kwenye muonekano mzuri kabisa ambao ni HD, wanaita high definition. Tukirudi kwako pengine, tupitishe sehemu ambayo mtu akisikia tu neema ya Mungu lazima ikumbuke sehemu ya kipande cha wimbo ambacho umeimba wewe. Kipande nilichoimba neema ya Mungu kwenye Biblia, kwenye maandiko. Kwenye wimbo wako
neema ya Mungu. Tupitishe sehemu ambayo mtu akisikia tu ajua huu wimbo ndio ule neema ya Mungu. Yes, sometimes unaweza sio na title, lakini sehemu mtu akisikia tu inapigwa anasema ule ndio ule neema ya Mungu kabla hata hajajua jina la wimbo. Akisikia tu title sehemu ambayo unaimba wewe verse fulani anajua hii ni neema ya Mungu. Labda sijakuelewa swali. Tupitishe kwenye wimbo ambao umeimba wewe. Yaani imba wimbo ambao umeimba wewe sehemu ambayo haina title wa neema ya Mungu, ila mtu akisikia tu kwenye masikio yake lazima ajue huu ndio ule title, ule ndio wenye title wa neema ya Mungu. Labda niimbe kidogo. Ni kwa neema tu, hivi nilivyo ni kwa neema tu. Ni kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu ndio ambapo amemalizia kuimba, lakini wimbo wake nadhani ameshakutajia moja kati ya nyimbo ambazo zishaimba za mara ya kwanza, ikiwepo wimbo wa Kiruga ambao unatambulika kwa lugha ya kabila la Wakinga kutoka Makete. Amekuimbia mara ya kwanza hapo, lakini wimbo wake wa mwisho kuachia huo unaitwa Neema ya Mungu ambao ametoka kuintroduce sasa hivi hapa. Una siku 3 tangu umeachiwa, unaweza kaenda mjini YouTube tunapatikana, si ndio? Ndio. Kwa jina gani? Yusta Sanga. Yusta Sanga. Mitandao mingine jamii, mtandao gani? Unapatikana Facebook. Jina hilo hilo? Kwa jina hilo hilo. Na YouTube. Lakini hivi waimbaji kipindi cha mikutano ya nje tunapiga sana yala set. Mikutano sinakuwa mingi. Ni sahihi, ukialikwa kwa kweli Mungu anakuwa mwema, hawawezi kukuacha mikono mitupu. Lakini kupiga kipato sana yake pale mambo yamekubali. Siwezi nikasema kwamba mambo yamekubali, kwa sababu inategemea ni wapi na labda ni sehemu gani, umeona. Kwa hiyo ni kweli unaweza kupata chochote, hauwezi kukuacha mikono mitupu kwa sababu unakuepo pale kuhudumu. Unakuta labda kwa siku kadhaa, kwa hawezi kukuacha mikono mitupu. Tusisemee uongo. Hili limeandaliwa tamasha Emirates, lakini dau limeweka mezani milioni 6, tunataka kupiga show. Emirates. Dau mezani milioni 6. Sisi tunataka kupiga show. Tukupigie simu ngapi kubali? Jamani, sawa, kwa sababu ni injili ya Mungu. Injili ya Mungu mahali popote natakiwa iende. Mimi ndio ninachokiamini kwamba injili ya Mungu popote pale inatakiwa iende. Kwa hiyo ikiandaliwa show Emirates fresh tu. Kama wanahitaji injili yangu, mimi napiga. Sawa. Bwana, kumbe hata Emirates tu fresh bwana. Kwa hiyo tusiwaze. Nadhani watu wa Makambako pia mnatazama video, mnafuatilia sana. Mtumishi yuko tayari kufanya kazi popote pale. Kikubwa tu ni mzigo mezani huo, lakini dau nimewawekea kabisa. Tukishaandaa Emirates fresh tu, kwa hiyo watu fresh. Ushategemea siku moja kufanya collab na mtu wa nyimbo za injili? Na mtu wa nyimbo za dunia, so injili. Wewe unafanya injili, yeye anafanya muziki wa dunia. Tunataka ufanye naye kazi. Ushafikiria? Hapana. Kwa nini? Sijawahi kufikiria kitu kama hicho. Lakini hii si kushare mawazo na ujumbe ili uweze kuifikia jamii kwa urahisi zaidi. Ni sahihi, lakini sidhani kama italeta picha nzuri. Hata mimi pia haiwezi kunibariki, kwa sababu ni kweli tunaweza tukapeana mawazo na hivyo, lakini kusema nitafanya naye collab mtu ambaye ni anayeimba nyimbo za kidunia, inategemeana anaimba nyimbo za style ipi. Kuna wimbo mmoja unatembea sana, unaenda kwa jina la Urudumale. Unasema mshikaji anaimbia miungu ya kigeni. Wewe unasikilizaga sana set? Hapana, sijui. Wewe Lumudu wetu ni nani ambaye tunamtazama yeye ndio kama kiu chetu sisi tuweze kupush muziki? Sijaelewa swali. Mtu ambaye sisi anatufanya tuweze au alitufanya tuweze kusimama kwenye muziki wa injili, au tunaimba kama yeye. Kuna inatokea kipindi unaimba mtu anasema unaimba kama Madam Teresia. Sasa hiyo ndio anakuwa Lumudu wako. Wewe Lumudu wako ni nani ambaye kusema unavyoimba au unaiga njia zake au unapita kwenye njia zake ni nani? Hapana, mimi sijapita kwenye njia za mtu yeyote. Unapita tu wewe kama wewe. Yaani una njia yako. Lakini
Lakini sisi tunajua East Africa waanzilishi wa hizi nyimbo za injili, Rose Muhando, pengine Bahati Bukuku, hapa kina Boni Maitege na watu wengine. Kwa hiyo ilikuwa unapoanza kufanya muziki lazima watu kuna namna ya kuimba, kama sio namna ya kuimba basi kuna namna fulani, kuna vitu unavichukua kwa watu. Sasa ukisema umeanza wewe kama wewe unaacha njia panda. Ni kweli nitakuwa nilikuwa labda nikisikiliza wimbo wa mtu fulani naweza nikapata kitu fulani. Sio kwamba nilikuwa sisikilize, nasikiliza. Lakini vile ambavyo nitaimba mimi sio kama yeye. Ndio tofauti uliopo. Lakini yeye anakuwa ameinfluence wewe kuweza kuimba muziki wa injili na kujituma zaidi. Hicho ndio nilichokuwa nikitaka, kwamba wewe tunapokuwa tunaimba tunamtazama nani, kiasi kwamba wewe ukimtazama unasema yule kama anaenda basi the same hata mimi nitafanya namna fulani, nifanye kama anavyofanya yeye au mimi nifanye zaidi ya yeye. Kwa kipindi cha nyuma nilikuwa nampenda sana Martha Mwaipaja na Christina Shusho. Kuna watazama wewe? Nilikuwa nawatazama sana, na Bahati Bukuku. Show yetu ya mwisho kupiga tulipo shinga? Ni muda mrefu mimi sijapiga show kwa sasa, kwa sababu hapo katikati nilisimama. Vitu gani kwa muziki wa injili uvipendi? Kwenye muziki wa injili vitu ambavyo sivipendi. Vitu ambavyo sipendi sana masiara ya ovyo ovyo. Pendi masiara huwa sipendi. Alafu na nikiingia studio kurekodi huwa sipendi producer yani anichukulie kama sijui kitu gani. Huwa napenda ile ushirikiano tuwe hivi, yani penye kunishauri tushauriane hivyo. Show gani unakumbuka au sehemu gani ushawahi kuitwa Afrika Jaza sana watu na ukajisikia furaha zaidi? Mbeya. Kuna tamasha gani? Kulikuwa na uzinduzi. Kulikuwa na uzinduzi. Sawa. Hivi ndugu yetu Sanga, hivi waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Majaliwa. Karibu sana kutazama pamoja na kuisikiliza Trust Media. Langu jina mimi ni Asimike Nyagawa, yuko Joe, yuko Montana, mdundu wa mic pia wako nyuma ya kamera kuhakikisha kila kitu kinaenda high definition uweze kutazama, utazamaji ambao jinsi unavyotazama hapo basi kazi inafanywa na watu hawa hapo ambao nimekutajia. Turudi kwako. Malengo yetu 2025 pengine ni yapi? Kwa sababu mwaka unapoanza kila mtu huwa anakuwa ana ndoto yake au ana namna yake ambayo anapangilia mambo. Pengine ndugu yetu wewe, malengo yako 2025 ni yapi? 2025 malengo yangu ni, kwa sababu sina video, nyimbo zangu ni audio. Kwa malengo yangu mimi mwaka 2025 natamani ni shoot. Natamani nitoe video kwenye nyimbo mbili. Wimbo wangu ule wa Kikinga na hii Neema ya Mungu. Wasema vipindi vya uchaguzi kama hivi hapa, ni kwenye miaka uchaguzi kama hii hapa, kila kitu huwa kinakuwa fresh, yani mambo ya kazi sana. Vipi ulikuwa unavizia kipindi hiki au mpango tu wa Mungu? Hapana, ni mpango tu, sikufikiria kwamba kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, hapana. Tunatamani kwenye nyimbo zetu wawepo na viongozi. Kwa hiyo kipindi hiki hapo upatikanaji wa viongozi unakuwa rahisi tofauti na miaka mingine, si wanakuja wenyewe. Ni sahihi, lakini mimi sikufikiria hicho kitu. Sikukifikiria, lakini nina wimbo ambao unaweza ukalenga hicho kitu. Hivi baada ya video. Ukisikia mtu anakuambia wanawake tunaweza, unaelewa nini? Wanawake tunaweza, mimi ninavyojua mwanamke kweli ni jasiri, mwanamke anaweza hata bila kuwezeshwa. Mimi naelewa kwa sababu hata mimi pia ni mwanamke. Kwa siwezi nikasema mwanamke hawezi. Kweli wanawake tunaweza. Kwa hiyo tunachukua fomu ya uongozi kwenye ngazi ipi? Udiwani au ubunge? Kwa upande wangu tunaweza wanawake. Hapana, sio kwamba eti tunaweza, naweza nikachukua hicho kinani, hapana. Hapana, sijai kufikiria kwamba naweza nikachukua kwenye siasa. Mimi sio sana. Sio sana. Lakini wanasema ni ngumu sana injili au neno la Mungu kutengana na siasa. Ni sahihi. Sasa tukiwa tunaweza, tunachukua tu fomu alafu tunaenda kule alafu liwao na liwo tunaomba Mungu tu. Ni sahihi. Lakini mimi na wasupport wanawake wenzangu ambao watachukua hizo fomu, lakini mimi sijafikiria kuchukua fomu.
Kule kwetu Makete kwa namna fulani hivi ambavyo sisi huwa tunafanya ili tufanikiwe. Namna gani? Namna fulani tukipita tu hivi hapa Bamsi bondeni, tukiinuka hivi tuko viral. Umeniacha njia panda. Kwamba tukishuka hivi tunaenda hivi. Umeniacha njia panda. Kule Makete bwana, sisi baba zetu ni hivi, lakini kuna Bamsi moja tu. Tunaenda, tunafanya tu vitu fulani, sisi tunaenda. Mambo mazuri. Fresh. Safi kabisa. Tunaishi mjini. Tumeshafanya hivyo kupushi muziki wetu wa Injili ili tujulikane Tanzania na nje mpaka Tanzania. Mimi hapana. Kwa nini? Lakini kule ndo simple. Sawa. Mimi hapana kwa sababu namjua Mungu ninayemwabudu. Sasa tutachelewa sana. Namwamini Mungu wangu. Wakati wake atafanya. Sawa. Kuna baadhi ya watu nimekutana nao wananiambia kwamba anayejua siri ya mbinguni tu ni shetani. Hakuna maadamu yote anayejua siri ya mbinguni. Shetani si ndo alitoka mbinguni? Ndio alikaa kiti kimoja na Mungu. Yeye ndo anajua siri ya mbinguni. Anatupa michongo. Anatupa michongo ya nini? Yote si anatupa tu, hata kufanikiwa anatupa. Kwa sisi ndo ana siri. Mimi ninachojua kwamba Mungu akiamuru baraka unabarikiwa. Akiamuru laana unalaaniwa. Kwa hiyo mengine mimi sijui. Hatuchelewi sana. Hata nikichelewa ili mradi Mungu awe ameruhusu. Sawa. Mimi nakubaliana na wewe, lakini vipi tumeshafanya namna gani kuhakikisha sisi tunajulikana zaidi za Tanzania nzima itujue au kusini kote tufahamu? Mimi naona ni kufanya bidii. Tufanye bidii. Hivyo tunashare mawazo ya watu wengine. And then baadaye Mungu anatusaidia. Na sisi tunajulikana sehemu zote. Sawa. Jibu kweli au si kweli? Muziki wa Injili unatuchelewesha. Mimi siwezi nikasema unatuchelewesha au haucheleweshi kwa sababu mtu kama Mungu ameshaweka kitu ndani yako. Hata ukichelewa unaona sawa. Jibu je maswali unasema jibu kweli au si kweli? Muziki wa Injili unatuchelewesha. Muziki wa Injili unatuchelewesha. Si kweli. Ukiwa mwanamke itakuwa ngumu sana kufikia malengo. Si kweli. Waliofanikiwa wengi sana walikatisha. Tusipokatisha hatuwezi kufanikiwa. Si kweli. Injili ni kinyume cha siasa. Ukiwa unafanya Injili lazima uwe ni mwanasiasa. Ukiwa unafanya Injili lazima uwe ni mwanasiasa kwa sababu Injili ni kinyume cha siasa. Mimi naona ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Jibu je maswali unasema jibu kweli au si kweli? Unafanya Injili lazima uwe mwanasiasa. Ni kweli. Ni kweli. Ukiwa unafanya Injili lazima uwe mwanasiasa. Tunarudi kwako, nataka tufahamu unawaambia nini ambao unakusikiza sasa hivi nao wanatamani siku moja kuja kuimba muziki wa Injili? Natamani nini? Unawaambia nini wanaokutazama pamoja na kusikiliza ambao wanatamani siku moja waje kufanya muziki wa Injili kama unaofanya wewe? Mimi nawakaribisha. Kama unaona naweza, mimi nawakaribisha. Kwa sababu Mungu akishapanga, kama Mungu ameweka kitu ndani ya mtu, lazima kitapiga kelele. Na kama kitapiga kelele lazima utafanya. Kwa watu wasiogope kufanya muziki wa Injili kwa sababu tunamtukuza Mungu, tunamwabudu Mungu, maana kuna nyimbo za kuabudu, kuna nyimbo za kusifu. Hivyo. Kwa hata tunapokuwa tunamsifu Mungu, Mungu anafurahi. Ili kanisani kwetu wana support sana kipaji chetu au kile tunachokifanya. Kanisani ninakoabudu wana support. Sana. Wana support. Sasa kwenye video yetu moja wapo watakuepo. Lazima watakuepo. Kwa sababu ndio furaha. Sawa.
Tutegemee kuanzia miezi ya ngapi tutaanza kuziona video zako zikipeperuka zaidi kwenye mitandao ya kijamii na zikisumbua pengine nje ya kusini mwa Tanzania? Nimepanga mwishoni mwa mwaka. Mwishoni mwa mwaka au mwanzoni mwa mwaka ujao. Ukisoma Biblia kuna sehemu pamezungumzia sana Ibrahimu, lakini kuna sehemu zingine zimezungumzia habari za Yesu. Nataka kidogo utitofautishie. Yesu amezungumziwa sana kwenye Biblia katika nyakati zipi au kwenye vitabu vipi? Yesu amezungumziwa sana. Mimi kitabu ambacho nakikumbuka amezungumziwa sana kwenye kitabu cha Mathayo. Alivyokuwa anafanya miujiza, kuwaponya watu, kuwafungua watu hivyo. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 20 mstari wa 20 anasema unamwamini Mungu, waaminini na manabii. Unaelewa nini? Muaminini Mungu, unamwamini Mungu, waaminini na manabii. Wafalme wa pili mlango wa 20 mstari wa 20. Muaminini Mungu, waaminini na manabii, kwa sababu manabii ni watumishi wa Mungu. Kwa kama unamwamini Mungu inatakiwa uamini hata manabii. Kwamba kama tunamwamini Mungu na wale pia tunawaamini. Lakini Biblia inazungumza uwepo wa siku za mwisho. Watakuwepo manabii wengi sana wa uongo. Sasa ndio wale. Ni sahihi. Sasa tunaaminije wakati Biblia pia imesema tuamini alafu kuna sehemu ndio hivyo tena? Ukiwa msomaji wa neno utajua yote. Tupitishe sehemu ambayo inatuhakikishia sisi kuamini zaidi au kuamini nyakati zile ambazo tunaziona kwa sasa hivi. Mimi nafikiri kwa nyakati ambazo zinapita sasa hivi ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo nafikiri kila kitu kimewekwa wazi. Kitabu cha Ufunuo bwana mlango wa 14 mstari kama wa 12 hivi. Anasema kisha nikamwona mnyama mwenye pembe 12 aina ya dubu. Katika pembe zake alikuwa na vitambaa. Sio kama unanielewa. Akasema kisha nikaona alama ya 666. Bila hiyo alama hakuna aliyenunua wala kuuza. Ishara siku mbaya tunazoziona leo. Siwezi nikazungumzia sana kwa sababu hizo alama mimi sijaziona kwa macho. Sijaziona kwa macho, kwa hiyo siwezi nikathibitisha hicho kitu kwamba kipo au hakipo. Sikia. Ila nasikia. Ila sijathibitisha kiukweli. Sawa. Ukiwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, kazi yako ni kuhamasisha jamii. 2025 ni mwaka wa uchaguzi ambao Tanzania inachagua viongozi wake. Unawaambia nini wa Tanzania? Nawaambia kwamba kwa sababu ni mwaka ambao ni wa uchaguzi, kwanza tukae vizuri na Mungu, tumuombe Mungu kabla uchaguzi haujaanza. Ili Mungu afanye kile ambacho atataka kifanyike Tanzania. Achague wapite wale ambao Mungu anaona watatufaa. Kwa hiyo mimi nawaasihi wa Tanzania wenzangu kwamba tuingie kwenye maombi kabla, sio tusubiri uchaguzi ufike. Hapana. Tuanze mapema kuliweka hili mikononi mwa Mungu ili Mungu afanye kwa wakati wake, ili utakapofika uchaguzi nafikiri kila kitu kitakuwa kiko sawa. Pokea message mtu anakuuliza hivi mkuu wa mkoa anaitwa nani? Tumsaidie kumtaja jina la mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa wa Njombe. Anthony Mtaka ndio jina la mkuu wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaulizwa jina limekufikia hilo bwana. Mimi nilikuwa nawakilisha tu maswali ambayo watu wengine pia wanauliza, wangetamani kujua kutoka kwa uimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini pia bila kusahau hiyo amekumbusha kusema huu ni mwaka wa uchaguzi, ndio mwaka ambao tunatakiwa kukaa vizuri zaidi na Mungu ili kuweza kupata viongozi wale ambao wataweza kuliongoza vizuri taifa la Tanzania. Huo ni wasaha ambao ulitolewa na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na mimi unanitazama kwa sasa, jina langu naitwa Simike Nyagewa, nyuma kamera yuko Joe pamoja na mdundo wa mic. Tunaendelea na exclusive interview. Okay, kumekuwa kuna waimbaji kanisani, kuna waimbaji binafsi alafu kuna waimbaji wa kwaya. Waimbaji wa kwaya ambao bado hawajawa waimbaji binafsi wanajifunza nini kutoka kwetu? Waimbaji wa kwaya na waimbaji binafsi wanajifunza nini kutoka kwetu?
Waimbaji wa nyimbo za kwaya, mimi nafikiri kitu ambacho wataweza kujifunza kwetu ni vile ambavyo mtu anajiweka, mtu unaimba, jinsi unavyoimba. Hata mimi pia mwimbaji wa nyimbo za binafsi, kwao kuna vitu pia najifunza kwao. Ndio maana tunategemeana. Mimi najua tunategemeana. Hakuna aliyekamilika. Kwa kuna vitu yani kila mtu hapa alipoona amepungua lazima tutashare. Wanasema siku hizi muziki wetu wa injili hautofautiana sana na dunia, kwa sababu hata video zetu tunaweza tukashare tu, kwa sababu mionekano ya ile muziki wa injili au kwenye video, mionekano yake ile haitofautiani sana na watu au na watu wa gospel. Ili na ukweli kiasi gani? Mimi nafikiri ni vile ambavyo mtu anajiweka. Yaani yeye mwenyewe binafsi. Mitandao ya kijamii sisi inatusaidia vipi kupush kazi zetu za injili? Mitandao ya kijamii kwa kweli inatusaidia kwa sababu ukishaweka mtandaoni nyimbo yako, watu wanasubscribe, wanashare, wanafanyaje. Hii mitandao mimi nafikiri iko vizuri sana, inatusaidia. Ukisikia nasema watumishi wa Mungu nao sikizwa na fake maisha, wewe unaelewa nini? Watumishi wa nyimbo za injili sasa hapo penye kufeki, mimi nafikiri ni mtu yeye mwenye binafsi. Anajua yeye anavyopita, anapita wapi hivyo, lakini sijui, mimi nafikiri ni hivyo kwamba kila mtu anaona apite huku hivyo. Sema nini leo umenitisha sana. Hivi ndio vinaleta neema ya Mungu? Hapana, ni mapambo tu. Sisi tunatokea tu kwetu Makete, ukishapiga bumps hivi tunapewa dubasha fulani hivi na seti michongo. Hayo madubasha mimi hapana. Hatujapewa bado. Sina mpango. Damu ya Yesu inatosha. Damu ya Yesu inatosha ni maneno yake ambayo pia amesema hivyo. Bwana, tukiwa tunakaribia na mwisho, tunataka tukumbushe pengine au waambie watazamaji wako wafanye nini kwenye muziki wetu sisi, au muziki ule ambao unafanya unatamani wafanye nini, pengine YouTube, Facebook na sehemu zingine ambako umesema nyimbo zako zinapatikana. Ninawaomba kwamba nyimbo zangu zinapatikana YouTube, zinapatikana ukiingia kwenye Facebook unaweza kuzipata. Kwa hiyo ninachoomba ni kunisupport kwa njia ya kusubscribe, kulike, kusikiliza hivyo. Naam, huyo ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye tulikuwa naye kwenye exclusive siku hii ya leo, ambaye umeweza kufahamu machache kati ya yale mengi ambayo ulitamani kuyafahamu. Na nikukumbushe kwamba hii ni Trust Media ambayo inapatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwepo Facebook, Instagram na Twitter ambayo kwa sasa ni X. Na lango, mimi naitwa Simike Nyagao. Usisahau kusubscribe na kucomment. Asante.